Kwa majina naitwa Lumiko Lazaro Chaula, wakili wa ushirika wa Kigamboni. Nimekuwa wakili wa ushirika huu kwa miaka karibu 15 toka mwaka 2011 mpaka hivi leo. Nimefanya kazi na wachungaji karibu wa 4, nikianza na mchungaji Mwakalile, nikaja nikafanya kazi na mchungaji Makajinga, nikafanya kazi na mchungaji Lugano Anganisye, na mpaka sasa nimefanya kazi na mchungaji Andrea Kabigiri. Kazi hii ya uwakili ni kazi ya utumishi, ni kazi ambayo inahitaji uaminifu mkubwa, lakini inahitaji hekima na busara nyingi mno, kwa sababu wakili katika ushirika ni daraja kubwa kati ya mchungaji pamoja na Wakristo. Sasa wakili unapaswa kuwa makini kwa ajili ya kulinda afya ya ushirika. Usiwe mtu wa majungu wala usiwe mtu wa maneno, kuchukua maneno huku kupeleka kule, ambayo yanaweza kusababisha vurugu na utengano ndani ya ushirika. Mambo ni mengi ambayo yanafanya nikumbuke, yapo magumu lakini yapo ambayo ni mazuri. Lakini katika jambo gumu ambalo sintaweza kulisahau ni lile la mgogoro wa kanisa kwenye mwanzoni mwa miaka ya 2010, nadhani 2011, 2012, wakati naingia kwenye uongozi, kulitokea mgogoro mkubwa wa uongozi katika ngazi ya jimbo. Ushirika wa Kigamboni ni moja kati ya shirika chache ambazo hazikuyumba katika mgogoro ule, na mimi kama wakili nilisimama imara, tukishirikiana na mchungaji pamoja na baraza la wazee kuhakikisha kwamba ushirika wetu haushiki upande, na kutokana na hilo ushirika wa Kigamboni uliendelea na shughuli zake vizuri, lakini pia ukaendelea kupeleka sadaka katika sanduku la umoja bila kutetereka. Hilo la kwanza. Lakini jambo jingine ambalo ni jambo ambalo lilikuwa gumu kufanyia maamuzi, ilikuwa ni uamuzi wa ushirika kuhama kutoka Midizini kuhamia hapa Maweni. Ilikuwa ni uamuzi mgumu kwa sababu Wakristo wengi walikuwa wamezoea kwenda kusali kule Midizini na wengine walikuwa wanaona karibu, lakini kule kulikuwa kumebana sana kwamba hauwezi ukapanua kanisa, lakini hata watu wengine wanaofika na magari yao walikuwa hawawezi wakafika kanisani. Hasa ile tukaona kwamba itafukuza Wakristo wengi. Kwa hiyo tukafanya uamuzi mgumu kushawishi Wakristo wakubali kuhamia hapa Maweni, ambapo sasa ndo tunajenga hili kanisa la kisasa ambalo tunaamini litabeba Wakristo wengi, na wengi wanafurahia kuwepo mahali hapa. Kwa Wakristo wa Kigamboni kwa ujumla, ujumbe ninaowapelekea ni kwamba waishi katika kumtumainia Mungu. Ukiishi kwa kumtumainia Mungu, huwezi ukayumbishwa na mtu yoyote. Lakini ukiishi kwa kumtumainia mwanadamu, unaweza ukayumbishwa. Manake unaweza kama unamtumainia mwanadamu, anaweza kaja mchungaji mwingine asema mchungaji huyu mimi simpendi, au mchungaji fulani mimi ndio nampenda. Sasa hapo unakuwa unamtumainia mwanadamu. Lakini kama wewe unamtumainia Mungu, kuja na kuhama kwa wachungaji hakuwezi kwa kuyumbisha. Na huo ndo ujumbe ambao nawatuma wa Kigamboni, muishi kwa kumtumainia Mungu, na hakika mtapata baraka na mtaionja pepo siku ya kiyama ikifika. Kwa vijana ni kuachana na mambo ya dunia. Hii dunia inapita, lakini ukiishi vile vile kwa kumtumainia Mungu, kuishi kwa nidhamu. Ninaposema kuishi kwa nidhamu, kuto kujichanganya na mambo ya huko mitaani na mambo ya dunia. Fanya kazi
kwa uaminifu, fanya kazi zako za kupata riziki kwa uaminifu, lakini pia kumbuka kwamba anayetoa riziki ni Mungu. Kwa hiyo fanya kazi, lakini dumu katika kumcha Mungu. Mimi nimeishi humu na nimetumikia kanisa kwa muda mrefu, sijawahi kukosa chakula nyumbani, wala sijawahi kushindwa kupata pesa ya kumlipia ada mwanangu. Kwa naamini kwamba vijana wakiishi hivyo, hatimaye watakuwa na mwisho mwema katika maisha yao, na wajitolee kutumikia kanisa lao. Hili ni jambo jema, kwa sababu dunia ya sasa bila kuonekana hauwezi kuonekana unafanya kazi gani. Kwa hiyo vijana wetu wa Kigamboni walivyobuni mradi wa kuwa na media, binafsi niliunga mkono kwa nguvu zote, nikijua kwamba ni jambo jema ambalo sio litakuwa na faida kwa vijana peke yao, lakini itakuwa na faida kwa ushirika mzima kwa ujumla. Kama hivi ibada zetu zinarushwa hewani na Wakristo wengine wakiwa safarini wanapata bahati ya kuona ibada zinaendelea, lakini pia ule utaratibu wa kuweka namba za sadaka pale chini unampa nafuu Mkristo popote alipo kufuatilia ibada, lakini pia kutoa sadaka bila kuwa na shida yoyote kusubiri mpaka aende safari arudi. Inakuwa inamrahisishia kumcha Mungu mahala popote alipo. Kwa hiyo mimi nawapongeza sana vijana, na ningependa wakue zaidi, ikiwezekana wawe na online TV katika siku zijazo, na tukue zaidi, tufikie mahala ambapo hata wenzetu katika makanisa mengine wamefika kuwa na televisheni zao na redio zao pia.